Ndiyo, ndugu yetu mpendo wetu Tunu anatueleza haya katika safari yake ya maisha. Tunu anasema haya ni mazungumzo kati ya mimi pamoja na Jonathan, na Jonathan akiwa anasema kuna jambo naona ni wakati sahihi, natamani sana tuzungumze. Tunu anasema nami nilisikiliza kwa makini. Jonathan alinieleza ni muda sasa umepita toka tulipokuwa tumezungumza kuhusu mahusiano. Nikamwambia ndio. Akaniambia sikupenda kuzungumza mada hiyo tena. Nilitamani kuona unazidi kuwa sawa na tupate muda na tuzungumze kuhusu hilo. Nikamwambia tulishafunga huo ukurasa, tulishazungumza na tukaelewana na kila kitu kinaenda sawa. Akasema hapana, mimi upande wangu kuna kitu hakiko sawa. Tunu anasema nikamuuliza una shida yoyote? Nini kinachokusumbua Jonathan? Akaniambia anajitahidi kuniachilia, anajitahidi kunichukulia kama rafiki, lakini anashindwa. Ni kwa sababu amegundua bado ananipenda sana. Mimi nikamwambia unawezaje kuzungumza kwa mtu mwenye hali kama ya kwangu? Sitaki nikusababishie matatizo kwenye maisha yako. Akasema nimekuwa nikizungumza na daktari kwa muda mrefu sana. Nimeongea naye tena na tena. Na mpaka nakwambia hivi, ina maana nimeshafikia maamuzi ya kuendelea kuwa na mahusiano na wewe. Kwa hiyo nikizungumza hivyo namaanisha kwamba nataka nikuoe. Wewe uwe mke wangu. Na tumezungumza na daktari mambo mengi sana. Unaweza kupata ujauzito na tukapata watoto wasiokuwa na matatizo yoyote kiafya. Tunu anasema nilimtazama Jonathan nikamwonea huruma. Nikamwambia Jonathan, unazungumza kitu ambacho unakielewa au unazungumza kwa sababu kiko kwangu hujajua uzito wake? Nikamwambia huu ugonjwa sio ugonjwa mzuri kabisa, na siwezi kukubali kitu kama hicho. Nataka nikuone ukiwa uko salama. Nataka mimi nishuhudie hatua zako kimahusiano, na Mungu akikubariki familia. Hicho ndicho ambacho mimi ninatamani kuona unakuwa nacho kwenye maisha. Akasema hapana, huwezi ukanyamazisha upendo nilokuwa nao kwako. Mimi nakupenda sana, na daktari amenihakikishia nitakuwa salama hata nikiwa na wewe. Mimi nimekuwa nikisikia ya mambo, unajua kwamba kuna watu wanaweza wakawa na mahusiano, ni mke na mume, ni girlfriend na boyfriend, mmoja ana shida mmoja hana shida. Mimi kichwani mwangu imekuwa haikriki kabisa. Naona usalama kwa huyu ambaye ni mzima ni mdogo sana. Hata nimekuwa nikimwambia daktari mimi sijui mambo ya kitaalamu, lakini kwa usalama siwezi nikaruhusu kumdhuru mtu ambaye najua ananipenda na tulipendana kwa nyakati fulani inatosha. Kwa huo muda unatosha. Yani mimi niliona kama upendo ambao amenipa Jonathan umenitosha. Yani sihitaji ziada. Yani alichonipa mimi kimenitosha kabisa. Nimeupokea na nimekubali na nimempa nafasi nyingine ya maisha yake na aniache mimi. Tulizungumza sana pale, lakini mimi niliona Jonathan bado hajaamua kuniachilia, na mimi siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Mimi binafsi kwa maamuzi yangu mwenyewe na namna ambavyo ninatazama mimi niliona sio sawa. Nilimwambia nafikiri tutapata muda tena tutaongea. Akaniambia basi ukae ukijua hayo ndo maamuzi yangu, na ukae ukijua wewe ndio mwanamke pekee wa maisha yangu. Sina mwanamke mwingine namfikiria kichwani, na sitarajii kukutana na mwingine ila ni wewe tu. Na natamani tukutane na daktari atuelekeze mimi na wewe, kwa sababu wewe unaweza ukawa na hofu, lakini mimi hofu haipo tena, maana nimekuwa nafuatilia hili jambo kwa muda mrefu. Na nikwambie nimekutana na watu ambao wanaishi kwenye ndoa, mke na mume, mmoja ana tatizo mwingine hana tatizo. Nimeona wana furaha sana, nimeona wamepata watoto pia. Nikamwambia nafikiri tunahitaji tupate muda zaidi wa kuzungumza. Asante sana Jonathan, asante sana kwa kila kitu. Akasema usijali, na yafanya hayo kwa mwanamke ninayempenda, mwanamke wa maisha yangu.
Nikamwambia nashukuru sana. Tunu anasema sentensi ya Jonathan ilinifikirisha sana usiku. Sio habari ilikuwa njema kwangu, kwa sababu mimi binafsi nilikuwa sihitaji hicho kitu na nilishaachilia. Ninapomtazama Jonathan namuona ni mwanaume bora, lakini kuna mwanamke ambaye anamstahili ampate. Sio mimi. Sio mimi. Nakumbuka palimepambazuka, ikawa ni siku nyingine majira kama ya mchana. Mimi pamoja na yule mama tulipeana mawasiliano, yani mamake na Kevin, yani mamake Jonathan. Kwa hiyo mimi sio mtu wa kumcheki yule mama kwa sababu ya mazingira yale, yani bado tumesameheana, lakini tena bado kusogea kule kama nimekuwa nikijipa break kidogo. Yeye alinipigia na mimi nikapokea, nikamsalimia, akaniambia tunaweza tukaonana. Nikamwambia ndio mama, tunaweza tukaonana. Nikamtajia muda ambao naweza nikawa niko free tukaonana, akasema sawa. Na ni kweli tulionana na huyo mama, na hakutaka tuonanie nyumbani kwake. Aliniambia nimfuate sehemu. Kwa mimi nilimfuata mahali alipo. Tunu anasema nilipofika huyu mama akaniambia, unakumbuka nilishokuwa kueleza kuhusu Jonathan hata kabla hujamuona? Nikamwambia nakusikiliza mama. Nilikwambia na kijana wangu mwema sana. Na kijana wangu ana moyo huruma sana. Na kijana wangu ambaye nasema Mungu alinipa kijana wa tofauti sana. Mwenye moyo wa ajabu sana, ambao hata wakati mwingine waga nasema moyo ukiwa kama wa Jonathan, watu wa namna hii wanaweza wakaumizwa sana kwa dunia tuliokuwa nayo, kwa namna ambavyo watu wamejaa roho mbaya, watu wamejaa visasi, watu wamejaa hila. Nikanyamaza kimya. Sijui anataka kuongea kitu gani mama, lakini nikawa nimetulia. Akaniambia, mwanangu, naamini kwa muda ambao umekaa na Jonathan, unajua Jonathan, unamjua sasa ni mtu wa namna gani. Ninakuomba sana mwanangu, ninakuomba, niko chini ya miguu yako, ninakuomba, mimi ni mama yako, naomba usiruhusu mahusiano kati ya wewe na Jonathan. Nimeshazungumza na mwanangu mpaka nimefika mwisho, nimeshaomba mpaka inafika mwisho. Najua wewe ndio muamuzi wa mwisho. Nilimwambia mama, hata hivyo mama, na mimi nitaka nikutafute, lakini sio kweli. Wala hata sikutaka kumtafuta huyo mama, kwa sababu najua na nilijua tangu mwanzo huyu mama, hata kama tumesameheana, hawezi kuruhusu hicho kitu kwa mtoto wake. Wewe unaweza kuruhusu hicho kitu kwa mtoto wako? Hata nikisema ni mhukumu huyo mama, nitakuwa natenda dhambi. Wewe una kijana wako, umegundua msichana ambaye alikuwa anataka kumuoa ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Unaweza ukamwambia mwanao haina shida, muoe, daktari amesema itakuwa 1 2 3. Sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Ni kitu kigumu sana. Labda huyu mama kwa kijana wake Kevin, labda atakapokutana na msichana ambaye hana matatizo, kijana wake ana matatizo, labda anaweza akamshawishi kwa sababu labda sio mtoto wake, sijui. Lakini najua kwa mama yote hicho kitu sio rahisi. Na ukikutana na mama wa namna hiyo, ina maana ni wale wenye mioyo ya kipekee ambao ni kundi dogo sana la watu. Kwa hiyo nilimwambia mama, ninakuelewa sana mama. Akaniambia, naomba unielewe, nakuomba sana unielewe. Si ni watu ambao tumeshasameheana, si ndio? Mimi kwa moyo wa dhati nimekusamehe, lakini vaa viatu vyangu. Nikamwambia mama, nakuelewa. Na mimi binafsi nikwambie mama, na nikuhakikishie siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Akasema, namjua Jonathan, atabaki akikushawishi sana. Nakuomba niahidi kwamba hautakubali. Nikamwambia mama, nakuahidi hapa, sitakubali. Sitakubali kwa sababu nimemjua Jonathan, nimeujua moyo wake. Ni mtu ambaye anaweza akaumia kwa ajili ya mtu mwingine. Sitaruhusu kitu kama hicho. Akaniambia, ni kweli? Na haya unayoniambia haunidanganyi? Nikamwambia, hapana mama, sikudanganya. Ninakuambia ukweli. Mama, nilikudanganya nyakati zile. Sasa hivi sina sababu ya kudanganya. Akaniambia, asante mwanangu, ninakushukuru sana. Asante sana. Nikamwambia mama, tuko pamoja na tutamuombea Jonathan akutane na mwanamke wa maisha yake. Akasema, nami namuombea hivyo mwanangu, lakini itunze ahadi yako. Nikamwambia, kabisa mama,
nitafanya hivyo. Tuligana na huyu mama na Jonathan akawa ananishawishi twende kwa daktari. Twende kwa daktari, lakini pia ananishawishi twende kwa ile familia ambayo baba na mama mmoja wao ana shida, lakini wamekuwa pamoja kwa muda na hata wamebahatika wamepata watoto na wanaishi maisha ya furaha. Anikutanishe nao ili nizungumze nao na niondoe hofu kwamba hicho ni kitu kinachowezekana katika dunia sasa. Mimi sikutaka kuonana na daktari, sikutaka kuonana hata na hiyo familia. Bado nilimwambia Jonathan, hapana, kama unanipenda kweli na unaniwazia mema, naomba uniache kwa amani. Akaniuliza, ina maana ni kweli kwamba hukunipenda toka mwanzo? Haukunipenda toka mwanzo, kwa hiyo hata sasa huoni sababu ya kuwa na mimi. Embo tazama, wewe ndio una tatizo, mimi sina tatizo. Halafu mimi ndio niko na kubembeleza wewe mwenye tatizo uwe na mimi. Unahisi hiyo ni haki unanifanyia? Ninamwambia sifanyi hiyo kwa ajili yangu, ninafanya hiyo pia kwa ajili yako, kwa sababu najua unachotaka ukifanya utakuja kukijutia baadaye na sio salama kwako. Mimi jamani nilizidi kushikilia msimamo wangu, lakini Jonathan hakukata tamaa. Jonathan alikuwa anatakiwa kusafiri kwenda huko kwenye mambo yake, lakini ana muda amekuwa hapa na mishe zake zingine amekuwa akifanya hapa, lakini anapaswa kusafiri. Na akiniambia, naomba uniahidi katika hili. Mimi nimekuwa tu nikimwambia Jonathan, ninakuombea mema. Mimi nakuombea mema. Wewe nakuombea mema. Kuwa na amani na Mungu atakujalia kwako. Jonathan, mimi sihitaji mahusiano tena. Nikimwambia hivyo Jonathan anaumia sana. Mama yake ananitafuta, ananiambia, Jonathan ananilalamikia kwamba wewe hautaki kukubali kuhusu ombi lake. Na mimi namtia tu moyo, lakini namwambia, mwanangu, hicho kitu unachotaka ukifanya sio sawa. Ninaomba uendelee kuwa na huo msimamo. Najua siku moja atakata tamaa. Namwambia mama, sawa, nimekuelewa, nami nitafanya hivyo. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Tunu katika siku njema ya leo. Mapumziko msikilizaji, dakika chache nami nitarejea hapa na tutasogea mbele zaidi. Asante. Anatueleza anaitwa Tunu. Tunu anasema, rafiki yangu yule ambaye naye ana changamoto kama zangu alikuwa akinihimiza nikubali. Akiniambia upendo hauwezi kuzuia chochote. Upendo hauhesabu mabaya, yani upendo ni kitu cha ajabu sana. Eti mtu anaweza sikupende tena kwa sababu ya ugonjwa, akakimbia kwa sababu ya ugonjwa. Tunatofautiana. Kuna watu wakipenda wanapenda wakimaanisha. Jonathan ni mwanaume ambaye akipenda anapenda kweli. Usimnyime furaha ya kukupenda. Unaweza ukamruhusu akaenda kwa mwanamke mwingine, lakini akawa sio mwanamke sahihi kwake. Wewe unamjua Jonathan, sasa unajua moyo wa Jonathan. Kwa nini usiruhusu Jonathan akapata furaha kwenye maisha yako? Akiniambia, mbona watu kama hao wako wengi sana? Au ni kwa sababu hawasimami na kujitangaza? Mbona ndoa nyingi pia ziko hivyo? Au kwa sababu hawasimami na kujitangaza? Unakuta mke ana shida, mume hana shida, watatengana kwa sababu mmoja ana shida. Kuna njia sahihi na salama kwao kuweza kuishi, na hata wakaongeza watoto wengine pia. Ninamwambia, hainiingia akilini mimi hii. Yani inanipa shida. Ninaamini kabisa kwamba mimi mwisho wa siku huyo mtu tamuambukiza, atakuwa na tatizo kama langu. Inawezekanaje? Na kati anaweza kana mwanamke mwingine? Mbona wanawake tupo wengi sana? Mimi ndivyo ambavyo nilikuwa nasema. Nakumbuka nimeshamwaahidi mama mkwe, kwangu hakita kuja kutokea kitu kama hicho. Nimekataa kabisa. Jonathan akiwa yuko safari hakuacha kunitafuta. Alinipigia simu asubuhi, mchana, jioni. Alinipigia simu akinijulia hali. Alinipigia simu kunisisitiza niende hospitali. Alinikutanisha pia na wataalamu mbalimbali bila kuchoka. Na kumbuka siku hiyo tulipata nafasi ya kuzungumza na yule mama ambaye mara nyingi tunakutana naye. Ni daktari, lakini pia ni mwanasaikolojia mzuri, mshauri, yani ana sifa nyingi sana huyu mama. Aliniambia, kwa hiyo umtaki kabisa Jonathan? Aliniambia, aliniuliza hilo swali. Nikamwambia,
Dokta, tazama, nimemwambia mama mkwe, nimemwambia mama yake sitafanya kitu kama hicho. Huyu mama anaugua sana kuhusiana na hilo, kuona kijana wake anampenda mwanamke ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huyu mama anaugua moyo wake sana. Sitaki kuruhusu kitu kama hicho. Akaniambia, lakini unampenda. Nikamwambia niwe muwazi, ninampenda lakini sitaki kumuumiza. Akaniambia, kwa nini uwazi kama utamuumiza? Mimi ni mtaalamu wa afya, niko hapa. Nina njia nitakazoelekeza ambazo zitakuwa salama kwenu. Kama unaamini furaha yako inaweza ikatoka kwa Jonathan, kwa nini ujinyime hiyo furaha? Na kama Jonathan mwenyewe amekubali kwa moyo wa dhati, tena anakupenda sana. Najua hata mimi kama mama, kama nakuwa sina elimu ya kutosha kuhusu haya mambo, lazima nitahofia sana. Lazima sitakubali kuona mtoto wangu anajiingiza kwenye matatizo. Lakini mimi nimemwambia Jonathan tutapata pia nafasi ya kuzungumza na mama. Mimi naomba umpe nafasi Jonathan, kwa sababu anakupenda sana. Na unadhani kumpenda mtu ni rahisi? Inaweza kumchukua miaka mingi tena zaidi kukutana na mwanamke ambaye atampenda kama wewe. Je, unadhani na wewe kupendwa ni rahisi? Inaweza ikakugharimu kwenye maisha yako kwa sehemu kubwa kukutana na mwanaume atakayekupenda. Usipoteze nafasi kama hii. Nikamwambia daktari, ni wewe ndio unanishauri hivyo? Unanishauri vitu kama hivyo? Ninahisi kama nitapata hatia sana siku nitakapokuta na mwenzangu ana tatizo. Akasema, huo utakuwa ni uzembe wa hali ya juu sana, na wewe ndio utakuwa mstari wa mbele kuhakikisha unamlinda mumeo, na inawezekana. Nilimuuliza kwa njia ipi? Akasema ziko njia. Sisi wataalamu wa afya tunashauri sana. Usiogope na wala usiwe na wasiwasi kabisa. Tulizungumza mimi pamoja na huyu daktari. Nilitafakari sana maneno yake. Ninawezaje kuruhusu kitu kama hiki? Na niwe muwazi tena na tena, mimi nilishamwachilia Jonathan, sio kwa sababu simpendi, lakini nilijisemea ni kitu ambacho hakitawezekana. Lakini watu wananiambia ni kitu kinawezekana. Nakumbuka Jonathan alinitafuta akaniambia, naamini umezungumza na daktari, je, umepata nafasi ya kumuelewa? Tunu, usininyime hii nafasi ya furaha kwenye maisha yangu. Nipe hii nafasi nami nijisikie vizuri ndani ya moyo wangu. Yani maneno kama haya yanaingia ndani ya kilindi cha moyo wangu. Tazama, tazama mtu huyu jamani. Yani nafikiri sana. Tunu anasema, nakumbuka nilimtafuta mama mkwe kwa ajili tu ya kumsalimia. Akaniambia, unaweza ukaja nyumbani tukapika? Nikamwambia ndio mama. Ni kwa sababu yeye ndo aliniambia. Basi ni kweli nilitoka nyumbani nikaenda mpaka kwa huyu mama. Nimefika hapo siku hiyo alikuwa amebandika maharage, akasema basi kaniungie maharage niweke na nazi. Nikaunga maharage, tukapika wali, tukakaa mimi na yeye. Akaniambia, mwanangu, daktari aliniambia tuonane. Daktari wa Jonathan, rafiki yake pia, naamini unamjua. Nikamwambia ndio mama. Akasema alikuwa ananiambia nimwachilie Jonathan awe na wewe. Je, ulikuwa unaendelea na wewe kumshawishi daktari aje azungumze na mimi? Nikamwambia hapana mama. Mama, hapana. Akaniambia, unasema ukweli? Nikamwambia, mama, kama nilivyokuahidi toka mwanzo mama, nitaitimiza ahadi yangu. Mama, mimi niko tayari kwenda mbali kabisa, mahali ambako Jonathan hata niona tena. Niko tayari kuhama, kutafuta uhamisho kwa mazingira yote, niende mbali. Siwezi kumuumiza kijana wako. Na unajua mama, siwezi kumuumiza. Ukumbuke tatizo mimi nimelipata kwa kupitia kijana wake. Tatizo mimi hili nimelipata kwa kupitia kijana wake. Lakini mimi ninamwahidi mama, ahadi yangu iko pale pale. Huyo mama ananiambia, nitashukuru kama utazidi kuwa na huo msimamo. Daktari ananiambia inawezekana mwanamke na mwanaume mmoja mzima, mwingine hana tatizo, wakawa wanandoa.
na wakapata watoto, eti ananiambia hivyo. Mimi nikamwambia mama, hata mimi wananiambia hivyo, lakini mama, hii imekuwa ni ngumu sana mimi kuamini, na istoshe nilishamtoa Jonathan kwenye moyo wangu. Akaniambia, kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi humpendi? Nikamwambia mama, sio kwamba simpendi, ila kwenye eneo la mahusiano nilishajua hicho ni kitu hakiwezekani kutokana na tatizo langu. Akaniambia sawa. Akaniambia, mwanangu, najua vishawishi vitakuwa vingi sana. Unaona, kwa mfano kama Jonathan sasa hivi anatumia kila mbinu mimi nishawishike na wewe ushawishike. Tunatakiwa kushikamana mwanangu, si ndio? Nikamwambia ndio mama. Tunashikamana mimi na wewe kuhakikisha hichi kitu hakifanikiwi. Na mimi nimekuwa nikimuomba Mungu pia amjalie kijana wangu ampate mwanamke sahihi, si ndio? Na wewe unamuombea hilo. Nikamwambia ndio mama, na mimi namuombea hilo pia. Nikamwambia mama, leo tumepata nafasi, tumepika chakula pamoja, tumekula chakula pamoja mama. Ninakuahidi mama, Jonathan atakapokaribia kurudi, nitachukua likizo, nitaenda mbali kidogo. Manake najua hii Jonathan labda kunionaona akiwa akirudi inaweza ikaenda msumbua. Nitaenda mbali, na mimi nitakapoenda mbali kwa muda mrefu, nitakaporejea najua Jonathan atakuwa amesogea na maisha yake. Akasema, kweli mwanangu, kwa hiyo utafanya hivyo kwa ajili yangu? Nikamwambia ndio mama. Nitatafuta nafasi ya uhamisho kwa taratibu, lakini nitachukua kwanza likizo. Akaniambia sawa mwanangu, nashukuru sana. Asante kwa kunifariji mimi mwanamke mjane. Nikamwambia ndio mama, na kuelewa mama, haina shida. Bado nilizidi kumtia moyo huyo mama, kwa sababu yani huyu mama anaugua. Jamani, mama anaugua, jamani, mama anaugua. Kijana wake amekomaa, anamtaka binti mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huyu mama hiki kitu haingi kichwani. Hii mama hiki kitu imegoma, na elimu aliyompa imekata. Mama anasema hapana, kitu kama hicho hakuna. Lakini mimi nilimpigia simu ile daktari, nikamwambia mamake na Jonathan ameniita. Akasema bila shaka amekusina kukuomba sana uachane na Jonathan. Nikamwambia ndio. Na nikamwambia daktari, mimi siwezi kuwa na Jonathan kwa sababu itakuwa vita sana. Akasema usiangalie kwa habari ya vita sana, angalia moyo wa Jonathan. Je, usipokuwa naye moyo wake utakuwa na furaha? Nikamwambia hapana, naona nahitaji kumpa muda kidogo. Ninafikiria hapa nitaenda likizo hata ya mwezi. Atakapokuwa anakuja nitaenda likizo hata ya mwezi. Nitaenda huko mbali, mahali ambako hata nipata. Nafikiri nikimpa gap anaweza kukaa sawa. Mimi niko tayari kujisacrifice kwa vyovyote ili kumwacha Jonathan akiendelea na maisha yake. Akasema sidhani kama itasaidia. Mtu anayekupenda anaweza kukutafuta popote. Mtu anayekupenda anaweza kukungoja, unajua. Okay, wewe ndio unajua. Hebu kaa, tulia, tafakari pia. Tazama moyo wako, unachotaka ukifanya ni sahihi, kumkimbia ni sahihi, au kuendelea kumwambia mama mkwe kwamba mimi simpendi nini na nini. Unatakiwa wewe useme mama mkwe mimi nampenda, daktari amesema kwamba hiki kitu ni salama. Mama, twende tukamsikilize daktari anavyosema, na kuahidi mwanao atakuwa salama, nitamlinda. Nikamwambia hapana. Na hata familia yangu pia, watu wa karibu kabisa ambao nazungumza nao, waliniambia kama anakupenda mpe nafasi, kwa sababu inawezekana. Nilimwambia hapana. Kwa kila mtu ambaye ananipenda alitamani kuona niko na furaha, unajua. Lakini ndio hivyo, haiwezekani yani. Haya anatueleza ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki anaitwa Tunu katika siku njema ya leo. Tunu anasema, basi niseme nini? Tulizidi kuchati na Jonathan akana ananiambia siku anayorejea, na mimi niliomba mapema kabisa likizo, na nilianza kuomba likizo ya muda mfupi. Niliomba tu ya wiki 2, na nikifika zile wiki 2 siku zinakaribia, mimi nitachukua maamuzi mengine. Lakini pia mazungumzo ya awali nishaanza kushia na bosi wangu, na kushia naye mawili matatu. Sio kushia kuhusiana na habari za kiafya,
kushia tu na kwa habari za changamoto za kifamilia, na hivyo nataka kupumzika kidogo. Tunu anasema wakati Jonathan anakuja, mimi nilimwambia Jonathan nina safari kidogo kikazi, nenda safari kikazi, so nitakujulisha. Akaniambia why usiwaambie kwamba wewe una issue. Nikamwambia na issue gani Jonathan? Sina issue yoyote. Akasema una issue, si unanipokea mimi. Kwa hiyo hii ya kunipokea mimi hiyo sio issue. Unaizaje yani mimi nakuja wewe unapanga safari? Nikamwambia imekuwa ni ghafla safari za kikazi na naweza nikakaa kwa hata wiki. Akaniambia no, hakuna haja ya kufanya hivyo, hakuna haja ya kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nawezaje kuja na ukawa haupo? Yani hivyo. Lakini kwa sababu nilikuwa nimeshafanya maamuzi, mimi nilikuwa ni kuanza safari. Na nilipita kwanza kwa rafiki yangu. Nilipita kwa rafiki yangu na nikamwambia, yani nikwambie mimi naona tu ya mambo yafike mwisho. Yafike mwisho, nikwambie mama mkwe amenikalia hapa kooni. Yani yule mama nikiruhusu kuwa na mahusiano na kijana wake atatamka kila laana. Huyo mama atatamka kila laana. Akaniambia lakini huna sababu ya kumshikilia, yani huna sababu ya kuendelea kumogopa mama mkwe, anatakiwa aelewe nyinyi mnapendana. Nikamwambia wewe umjui mama, alafu sitaki tena magomvi na wewe mama, tumeshatengeneza naye. Nilikaa hapo, Jonathan akaniambia kwa hiyo sasa hiyo kazi unarudi lini? Unarudi lini? Nikamwambia ndo kwanza tumefika, yani ndo kwanza tumefika, afu tuanze kuona mchakato wa hii kazi unaendaje. Akaniambia umenikosea sana. Lakini naona huyu daktari alishare na Jonathan, kwa sababu Jonathan akaniambia ni serious, unanikimbia mimi, unachukua likizo, unaenda mbali kwa ajili yangu. Hivi kumbe ni kweli wewe hukunipenda? Ni kweli kauli uliyozungumza mwanzo uliponiona hukunipenda, ulimpenda Kevin? Hii ndo naiona hapa. Nikamwambia hapana, sio kama hivyo unavyodhani. Aliniambia ndivyo hivyo ambavyo mimi naona. Naumia sana moyo wangu. Kumbe muda wote huu naamini kauli yako kwamba unanipenda, lakini kumbe ni uongo. Nikamwambia hapana Jonathan, hatuwezi kuwa pamoja. Akaniambia nini kinachozuia tusiwe pamoja kama tunapendana? Mimi ninakupenda wewe. Ni nani anaweza zuia mimi nisikupende wewe? Nikamwambia Jonathan, hii itakuwa ni vita kubwa sana. Mama hawezi kuruhusu kitu kama hicho. Akaniambia huyu ni mama yangu, na mimi ndiye ambaye ninachagua mwanamke gani ninaweza ishi naye. Sio yeye anaweza kanipangia. Ana nafasi kama mama, lakini hawezi kuzuia moyo wangu mahali upo. Nikamwambia Jonathan, huwezi kuelewa. Akaniambia ni kwa sababu mama anakutisha, anakuambia usikubali, ndio mama anakuambia uende mbali, unikimbie mimi. Nikamwambia hapana, sio kama unavyoelewa. Akaniambia kama unanipenda, na kama kweli unamaanisha unanipenda, natoka ndani ya moyo wako, naomba huko uliko, naomba urudi. Na kama hunipendi mimi na hupendi urafiki wetu na hujawahi kuona chochote cha maana kwangu, basi nenda na usirudi tena, na nisikuone tena kwenye macho yangu. Nenda na uone kama utakuwa na amani. Nikamwambia Jonathan, usiseme hivyo. Akasema mimi nimemaliza. Kama umeamua kunifanyia hivyo mimi, basi wewe kana amani. Ikabidi nimtafutie daktari. Akaniambia nimeshakwambia Tunu, upendo hauzuiliki na chochote. Huyu ni mwanaume anayekupenda. Embo mpe nafasi, maana naona kama anakubembeleza sana. Unajua hii nafasi utakuja kujutia kwenye maisha yako sana. Hujioni wewe ndio una matatizo. Mtu wewe ndio una tatizo, akati wewe ndio unabidi umbembeleze mtu ambaye yeye ni mzima wa afya, lakini eti wewe unakataa, unahofia eti usije kumwambukiza. Nimeshakwambia kuna njia salama za kufanya. Zungumza kuhusu vingine, lakini sio kuhusu hilo. Huyu rafiki yangu akaniambia, Tunu, unahitaji furaha kwenye maisha yako. Unakutana na mtu ambaye anajali kuumwa kwako. Unakutana na mtu ambaye anajali kila kitu kuhusu wewe. Usipoteze hiyo nafasi. Ni kweli unamwona mama mkwe amesimama hapo. Ni kweli pengine mama mkwe anaweza kukuchukia kwa sehemu kubwa ya maisha yake. Tunu anasema hayo ndio maneno ambayo Jonathan aliniambia. Maneno hayo ya mwisho Jonathan aliniambia.
Nilikaa nilitafakari sana. Je, nitakimbia mpaka lini? Na je, yatakuwa ni maamuzi sahihi? Lakini moyoni mwangu ni kweli kwamba nataka kumwachilia Jonathan aende kwa sababu ya changamoto nilokuwa nayo. Tunu anasema rafiki yangu alizidi kunisisitiza. Akaniambia, msikilize Jonathan anachokisema na rudi kwa Jonathan. Mwambie umerejea na mwambie mnawezaje kuwa na mahusiano wakati mama hana amani. Yeye atajua anafanyaje. Yeye ni mwanaume na yule ni mama yake. Na kwa sababu ana hekima ataweza kubalance mambo yote mawili. Yani nyinyi nyote nyinyi nyote kila pande muwe sawa. Kweli nilifikiri na mimi binafsi, ni kweli nampenda Jonathan, lakini sitaki kumuumiza. Na mimi naamini upendo wa kweli pia sio kumuumiza mtu. Mimi huamini siku zote Kevin hakunipenda na ndio maana alinisababishia tatizo. Lakini mimi ninachojua, ukimpenda mtu utamlinda sana. Na mimi kwa sababu nampenda Jonathan na ndio maana namlinda na hicho kitu kisije kikatokea kwenye maisha yake. Lakini Jonathan hakunitafuta. Na sio kawaida yake. Hakunitafuta. Hata siku iliyofuata pia hakunitafuta. Hakunitumia message, hakuniuliza chochote. Rafiki yangu akaniambia, ungefunga safari na ungeenda. Nenda. Huwezi ukajua kwenye situation gani. Watu wa namna hii wenye moyo wa upendo hivi wakiumia wanaumia sana. Angalia kipindi ambacho wewe ulikuwa uko katika msongo wa mawazo. Huyu ndiye ambaye alikuwa karibu na wewe. Usimfanyie hivyo. Sina wa kusema naweza nikampigia, unajua. Na sikutaka kumpigia. Nakumbuka nilimwambia rafiki yangu nitarudi. Ngoja nirudi nikamtafute na tuongee. Tunu anasema na ndivyo nilivyofanya harakati zangu za kutaka kuwa na likizo ya kuzurura ili nikae mbali, iliishia hapo. Na nikarejea. Nimerejea ndo nikampigia simu. Akapokea akaniambia, usiongee na mimi kama bado uko mbali. Ongea na mimi niambie umefika na uko wapi. Nikamwambia ndo nakaribia kushuka. Uko wapi? Nikamuelezea. Akaniambia nakuja. Tunu anasema kweli huyu mwanaume alikuja na akanipokea mahali ambako nilikuwa nimeshukia. Akaniambia, niambie Tunu wewe unataka mimi nifanyaje? Nisikupende, si ndio? Na ndio maana unanifanyia vitu kama hivyo kwamba nisikupende. Kuliko kunikimbia na kuenda kuanza kuhangaika mwisho upate matatizo ya kiafya huko, unakosa msaada wa kimatibabu. Nitamkie hapa niambie hunipendi. Niambie tu kwamba sikupendi. Na niambie ondoka kwenye maisha yangu. Nikamwambia hapana, usiseme hivyo. Nikamwambia sitaki kuleta shida za kifamilia. Mimi najua mamako hawezi kunikubali. Akasema nimesharejea na tena huyu ni mamangu. Na mimi ninakupenda wewe. Naomba twende kwa ile familia. Twende ukaongee nao kwa sababu naona una hofu sana. Nikamwambia hapana. Sio kwamba sielewi unachokisema. Ninaelewa, lakini nifanye nini sasa? Akasema ni kunisikiliza mimi ninachosema. Mimi nakwambia nisikilize mimi. Na Tunu anasema basi tuliongea mambo mengi sana. Na kwa sababu mimi nilikuwa nimechukua likizo, akaniambia basi tutafute sehemu tukae. Kweli tukatafuta sehemu mimi na yeye. Mama mkwe alinipigia simu. Na mimi nikapokea. Tulikuwa tuko na Jonathan. Jonathan yeye ndo alibonya akaweka loudspeaker. Akamsikia mamake akisema, Tunu, kwani uko wapi? Nikamwambia mama niko mbali kidogo. Ndo umeondoka lini? Uliondoka lini? Una siku ngapi? Nikamwambia mama ni siku kadhaa hivi. Ndo umeanza ule mchakato wetu tulioongea? Nikamwambia ndio mama.
Mama akaniambia, Tunu, hili pambano lazima tulishinde mwanangu, unanielewa? Nikamwambia ndiyo mama, mimi niko radhi kutoa gharama yoyote mwanangu. Uliniambia uko tayari hata kwenda mbali, kuanza maisha mapya. Kama mambo yako ya kazi labda wakasema hawawezi kuendelea kukuacha hapo, mimi na pesa zangu benki naweza nikakupa, zikakusaidia kama mtaji wa biashara mwanangu, ukaangalia huko unakoenda, ukaanza hiyo biashara. Wewe unaonaje? Nikamwambia mama, ni wazo zuri mama. Ni kweli mama, ni wazo zuri. Lakini mama, nikikaa mbali na Jonathan, je, Jonathan atakuwa na amani? Akasema, atakuwa na amani mwanangu. Atakaa sawa. Wewe usiwe na wasiwasi kuhusu Jonathan. Wewe unachotakiwa ni kukaa mbali naye ili mwanangu awe na amani, kwa sababu unaona hivi umeondoka, amepata taarifa si umeondoka, anakuja anaanza kunifokea, lakini hajui yeye anachofanya. Mapenzi ni upofu mwanangu. Upofu umempata Jonathan. Inabidi sisi ndio tumsaidie. Nikamwambia na kuelewa mama. Mama na kuelewa. Jonathan alishinda kustahimili kusikiliza simu mama yake akisema. Jonathan alichukua simu ya mama yake na akamwambia mama akasema, nani? Jonathan akasema, ni mimi hapa Jonathan mama. Naona mama huyu alishtuka. Akamuuliza, mwanae uko wapi? Ina maana uko na Tunu? Ina maana umemfuata huko Tunu? Na kuuliza umemfuata huko Tunu? Niseme na wewe mara ngapi mwanangu? Unataka niwe kichaa mimi niokote makopo? Kwa nini unisikilizi? Kwa hiyo ina maana babako angekuepo ungemsikiliza, si ndio? Ni kwa sababu mimi ni mwanamke. Mama huyu akaanza kulalamika kwa mtoto wake. Jonathan akamwambia, mama, nilikwambia hivi, kuhusu mimi na Tunu hakuna cha kututenganisha. Mama, unamwambia Tunu aende mbali, nitamfuata huko. Na ndo hautaniona. Nitamfuata. Halafu tutaacha shughuli zangu zote ninazozifanya. Nitaenda kuishi huko kijijini ili tukakae pamoja. Halafu hiyo pesa utakayotupa ndio tutafungulia biashara. Yaani wewe mama unanizunguka mimi? Yaani mimi niko huko napambana tuwe na furaha, wewe kumbe unazidi kuniharibia huko. Mama yake akasema, una upofu usioona. Unaona? Tunu, unawezaje kunifanyia hivi mimi? Sauti ya mama ilisema, unawezaje kunifanyia hivi mimi? Umeshinda kuvaa viatu vyangu mimi. Mtoto wangu, leo mtoto wangu anaingia kwenye matatizo kwa ajili yako Tunu. Hicho kitu sitakubali. Yaani Tunu, nakwambia hii dhambi itakukula wewe. Huyu mama alizungumza hivyo na alikata simu. Nikamwambia, angalia Jonathan, huyu ni mama yako unajua. Na sijawahi kumlaumu huyu mama, kwa sababu sijui hata kama mimi ningekuwa nina mtoto, ndio wewe mtoto wangu, mazingira yako kama wewe, sijui mimi ningepokeaje, sijui ningebebaje hiyo mimi. Ndio maana sitaki kumlaumu mama. Akasema mama analaumu kwa sababu uelewa wa haya maswala ni mdogo kwake. Wewe sasa umeelewa, si ndio? Mimi nimeelewa. Mama anahofia nitapata hilo tatizo, watoto wake wote watakuwa na hilo tatizo. Lakini ni elimu tu ambayo ndio imekosekana hapo. Nikaambia ni mimi ndio hicho sasa anasema mama, yani hatuwezi kuwa na ndoa yenye amani. Mama amesimama hapo. Akasema mama ataelewa baadaye. Usijali. Nataka nikwambie na Jonathan, siku hii ambayo tulikuwa tumepanga tuko pamoja hapa, nilimwambia sasa inakuaje, utaacha nitalala mwenyewe? Akasema no, tutakuwa pamoja, lakini kumbuka mimi na hofu sana. Yaani na hofu kwamba nisije nikamsababishia matatizo. Haya anatueleza ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki anaitwa Jonathan, anaitwa Tunu. Tunu anasema Jonathan alikuwa na mimi mpaka panakucha. Na Jonathan alionyesha kutamani kuwa na mimi usiku huu, yani matamanio ya kimwili, lakini nilikataa. Iwe ni kwa njia salama, iwe ni kwa njia gani, nilikataa. Nilimwambia hapana. Nakumbuka alimuita daktari mwingine. Huyu alikuwa ni mbaba,
nilikuweza toka mwanzo, Jonathan anaamini sana wataalamu. Yani anaamini sana wataalamu. Kila kitu utasikia mtaalamu atatueleza zaidi. Hiki inakuwaje hiki? Yeye atatufafanulia, maana ana uelewa mpana, amesomea hichi kitu. Kwa hiyo anaamini sana wataalamu. Kwa hiyo alimwita daktari, tulizungumza naye sana mimi pamoja na yeye, na akazungumza na mimi sana. Akaniambia labda kama una hofu nyingine, lakini hii kama mmependana mnaweza mkaishi, usiogope. Kikubwa ni upendo. Kikubwa ni uaminifu. Hivyo ndivyo vikubwa zaidi. Lakini njia za kuishi salama ni 1, 2, 3. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Huyu daktari alinitoa wasiwasi kabisa, kwa namna ambavyo pia alizungumza na mimi taratibu, na akasema ziko familia zinaishi hivi, na wako wanasapotiana kuhudhuria clinic, wapo wanasapotiana kusisitiza kunywa dawa, kuendelea kujitunza, kula vizuri, kufanya mazoezi, kuzidi kujipenda, na ni watu wenye furaha sana. Ukiwaona nje huwezi ukajua, kwa sababu haya ni mambo ya sirini kwenye familia za watu. Jonathan akaniambia umesikia, inawezekana. Basi tulikana Jonathan tukiwa wawili, tulizungumza sana. Nikamwambia kwa tutapata watoto wetu. Akasema tutapata watoto. Yani naofia mimi, lakini nimemuelewa daktari. Akaniambia kwa hiyo sisi tunaendelea na process zetu. Unajua mimi sijawahi kukuacha. Mimi nishaye kuvunja uchumba wetu. Mimi sijawahi kuvunja uchumba, ila nilinyamaza. Niliamua kutulia. Niliona nijipe muda. Nikatafakari, kila nikiangalia simuoni mwanamke ambaye anavutia kwenye upeo wa macho yangu. Ni wewe tu. Wewe ndiye yule mwanamke Mungu aliniletea. Ni wewe peke yako Mungu aliniletea. Jamani, nipendwe vipi jamani mwenzenu. Sasa mambo yakanishinda. Nikaishiwa pawa, mambo yakanishinda mwenzenu. Mama mkwe ndo huko sijui ana hali gani. Jamani huko aliko. Lakini nikawa nimeshindwa kutimiza ahadi ya mama mkwe. Nimeshindwa. Na mimi ndo nilimuomba mama tuonane. Utakumbuka mama aliniambia, yani machozi yake, yani wewe unataka kuniulia wanangu? Unataka kuniulia mwanangu? Yani hivyo, yani kwamba watoto wake wote watakuwa wenye matatizo, alafu watakufa mapema, wamuache. Kwa hiyo mimi nakumbuka nilipopata nafasi ya kuzungumza na mama, nilimwambia mama naomba unisamee. Akasema wewe mtoto ni mnafiki sijawahi kuona. Halafu baadaye unasema naomba unisamee, lakini wakati unaahidi unajua kabisa mimi namdanganya. Hivi unataka utunze kwenye kumbukumbu zangu kitu gani? Kwamba wewe ni mwanamke muongo kweli wewe? Haujawahi kuwa mkweli. Nikamwambia mama sio hivyo nini? Kwa hiyo unakuja kuniambia nini? Kwamba ahadi ulionipa umeshindwa kuitimiza. Umeshindwa kuvaa viatu vyangu. Kwa hiyo unataka kuniulia kijana wangu, si ndio? Unataka kuniulia kijana wangu. Nikamwambia mama daktari amesema tutakuwa salama. Atakuwa salama na watoto wetu tutakaopata watakuwa salama. Akaniambia, yani wewe uniletea wajukuu wenye matatizo mimi? Siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Nikamwambia mama daktari anasema nitajifungua watoto hata watakuwa wazima. Akasema wewe mtoto una roho mbaya. Ninaijuta siku ambayo nilikufahamu wewe. Ndio unachojutia sasa hivi. Naijuta ile siku nilikufahamu. Sijui kwanza kwa nini ulikuja pale hospitali kwanza kuja kuniangalia mimi. Ninaijutia hiyo siku. Umekuja kwenye maisha yetu, umetuletea matatizo. Lakini mama wakati anazungumza hivi, hazungumzi kwa habari ya kijana wake Kevin. Amenisababishia mimi matatizo kwa sababu mimi ni mtoto wa mwanamke mwingine, so ni sawa. Ni sawa. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Tunu. Msikilizaji, huu ni mkasa ambao nilikuahidi tunaelekea mwishoni. Nilikuahidi kuupeleka fasta. Mtu ataniambia Vero nataka mkasa uendelee mpaka Ijumaa. Hapana. Hatufiki Ijumaa kipenzi yangu. Hatufiki Ijumaa. Kwa nini tufike Ijumaa na wakati mkasa ndio unaelekea mwishoni jamani? Bana hapa nimemzoma mtu hapa. Ananiambia Vero hapa tunaenda hii nanga inatoa Ijumaa. Hapana. Yamezalia machache sana kipenzi jamani, tunamaliza. Kuna watu mnanchamba mwenzenu.
Kuna mtu ananiambia sasa, mama wa kuvuta, utatuvuta mpaka lini? Ijumaa hiyo? Hapana. Nikutakia usiku mwema msikilizaji popote pale ulipo. Mimi na wewe tukutane tena kesho. Kesho sasa ndo tunakuwa jamani, yani ndo tunaelekea kutia nanga sasa. Usiku mwema, asante. Asante pia kwa ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana.